Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimuendee kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waislamu, leo tumetembelea hii familia. Alhamdulillah, ila tumepata kuna mtihani mkubwa sana. Kuna huyu dadetu ambaye anaitwa Fatura Ibrahim. Amepata mtihani mkubwa sana huyu dada. Manake ukimwangalia kama cameraman ataona vizuri, ngozi yake ya uso pia ilikuwa imeafektiwa na pia macho yake ilipotea. Lakini alhamdulillah kumejitokeza Muislamu na akawa amesimamia matibabu yake, alhamdulillah, na ikawa jicho moja ndio saa hii imefunguliwa, inaweza kuona hata kama hioni mbali, ila hiyo ingine bado atafanyiwa operation tena baada ya Ramadhani ndio iweze pia kufunguliwa. Na huyu dada alipitia mengi sana, namna tumeelezwa na mtasikia family namna inavyosema. Ila sisi kama Salim Dawa, manake tulikuwa tumekuja tukawaletea futari kidogo, tumepata kuna mtihani mkubwa ambao unahitaji Waislamu kuingilia kati, ambao huu mtihani tulikuwa tunaona huyu dada yetu ili asaidike vizuri. Kwanza alikuwa ameolewa na bwanake, alipoona misukosuko imekuwa mingi, bwanake akawa amemwacha akamrudisha kwa babake. Babake ako na 79 years. Ndio hiyo mzee? 77 years. 77 years. Sasa bwanake alipoona msichana amekuwa mgonjwa, akawa hana subra katika ile kuwa na subra. Akaona ni kama matatizo mengi, na alikuwa na mtoto mmoja, lakini akawa amemrudisha kwa babake akamwacha, manake haji kucommunicate wala kuangalia mke wake anaendeleaje. Sasa baba naye akona mtihani. Huyu mzee wetu akona 77 years, naye alivunjikanga mguu. Yani yeye ndiye amerudishiwa tena msichana, bado naye pia akavunjika mguu. Akawa naye anajitibu mguu, ikawa imevunjika, na hali yao Allah ndio anajua zaidi. Hali yao iko chini, Allah ndio anajua zaidi. Manake Allah ndio mtoaji wa riziki. So Waislamu, bila kupoteza muda, sisi kama Salim Dawa tulipokaa na wazee wangu, alhamdulillah, tukaona tuongee na nyinyi Waislamu. Hata ingawa tuwasumbua kila wakati, kitokea dharura tunawaeleza. So tukaona kama Salim Dawa tuweze kutafuta kwa ajili ya Allah. Tuko 10 ya mwisho ya Ramadhani. Allah ajalie na atie wepesi tuweze kupata shilingi 100,000. Kwa sababu matibabu alhamdulillah kuna mtu anashughulikia, na sisi tukaona tuweze kusimamia hii family na angalau shilingi 100,000. Huyu dada aweze, kwa sababu saa hii anaweza hata jipeleka haja, ilikuwa hawezi enda haja. Yani alikuwa anapelekwa haja, saa hii anaona kidogo na hiyo jicho moja, na nyingine itafunguliwa na Allah atampa shifa. Tuweze kutafuta 100,000 kama Salim Dawa, na wote ambao wanatufuata, ambao wanafuatilia video zetu na huwa wanatusupport kila wakati, tafute 100,000 kwa ajili ya hii familia, tuweze kuletea huyu dada, aweze angalau pia aweze kuweka kabiashara kidogo, aweze kuwa anapata riziki yake, kwa sababu wazazi wake nao wako chini, siwe ni mzigo mzito sana, na wamemshikilia sana. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu awalipe hapa na kesho siku ya kiyama. So Waislamu, hiyo ndio ombi letu. Ilikuwa tunaomba ikipatikana tu Waislamu 2 au 3 au 4 au 5 au Waislamu 10 au Waislamu 20, wale watapatikana. Chochote ambacho uko nacho Muislamu, angalau tupate shilingi 100,000 kwa ajili ya Allah. Angalau hii family kidogo. Msichana ni msichana, alikuwa anajituma, anafanya shughuli hapa na pale, lakini tangu agonjeke amekaa sana, imekuwa ni muda mrefu mno. Na hiyo wakati ingine dadhani tukija atapata hata mashallah anafanya shughuli zake vizuri sana. So ningependa tusikie 2 matatu kwa mzee, sababu ndio mwenye boma, alafu ndio tuweze kurudi kwa wengine inshallah. Weka tu kwa mdomo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Ibrahim Ahmed Ali. Naongea kuhusu mambo ya hii binti yangu. Alidhaufika maka 3, alikuwa kwa yumba, amepotesha macho, lakini saa hii inshallah saa hii amepata macho moja, imefunguliwa kule akikaa. Mimi ile kitu mtihani saa hii niko naye ni nauli tu ya kumrudisha kliniki, na nimeahidiwa hiyo ingine itafunguliwa after Eid ya Ramadhan.
Kwa hivyo nimepata Muislamu tu mfadhila, si ati mimi nimelipia shilingi yangu, kwa sababu sina mimi mwenyewe. Maka 16 sijafanya kazi ya mtu. Naishi hii msikiti naitwa Masjid Saadia, naishi hapa maka 16 sifanyi kazi, lakini mimi nakaa hapa fi sabilillah nikiomba Mwenyezi Mungu, na riziki Mungu ndio iko naye. Mimi mwenyewe ni malemavu, binti naye mtihani ndio hiyo nimepata. Ndio nimeeleza hii ndugu yangu walikuja hapa muhadhara, wakuja kututembelea na mimi nikawajulisha, na wameshughulikia alhamdulillah. Saa hii wameletea mtoto yangu leo ikiwa Ramadhani 22 futari, na wako kumshukulia vile. Naomba nyinyi mnasikia, na mimi naongeza tu maombi yangu, Mungu awasaidie ile mtu ambao anajiweza, tafadhali atusaidie mimi na binti yangu yote pamoja na familia yangu, na nazidi kuwaombea Mwenyezi Mungu awaondolee shetani barabarani, na kila mmoja sisi wote Waislamu Mungu atuondolee mitihani. Maombi yangu ni hayo. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hebu tumsikie mama kidogo, mama mtoto, alafu ndio tukuje kwa mashekhe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nashukuru tu msichana wangu ndio huyu, mkitusaidia. Mimi ni kuombe tu Mwenyezi Mungu, kila mmoja Mwenyezi Mungu amuondoe shetani kwa barabara, na kila mmoja Mwenyezi Mungu awatimize haja yao. Mimi naomba tu mtusaidie. Hii msichana ndio huyu ana macho, ndio hivi ngozi yake inakaa. Sisi tunawaombea tu mnisaidie tu sisi. Ndio huyu baba yake naye ni mzee kabisa, hajiwezi, tuko na mtihani, lakini tunashukuru yote Allah. Hii mashaka wamekuja, tukawaambia, wamekuja wametusaidia, wametuletea mpaka futari, tunawashukuru. Sisi tunataka tu Waislamu wasupport hawa mashaka na watusaidie. Huyu msichana tu apate, hata kama ni mali ya biashara apate kwa idhini ya Allah. Sisi tunawaomba tu Mwenyezi Mungu, kila mmoja anatutolea Mwenyezi Mungu awatimizie haja yao. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أسام هذه الشكر إسكاله اللي كون كان نكينا مسلم مدن وما نستام هذه الشكر إسكاله. ولا للمان تهرتين أن تاجناي وحان هرتين تاجناي وقبر ولا شيء أو مساكينا أو هندب بشيء oo muslimiinta xoogo ay caawiyeen ayaan maanta hortiina u taaganaa. Gabadhan imtixaan badan ay soo martay, waa gabar Soomaaliyeed, aabaheedana waa nin 77 sano jiro. 77 sano qof jiro oona hadda lugna uu curiyaan uu ka yahay uu ka jabay, oo gabadhan hindhalaan ay tahay, oo gabadhii ninkii qabay marka ay hindhaha beeshay uu ka cararay, oo canugii ay dhashay xataa uu ka qaato ka cararay. waa culeys la dareemi karo walaalayaal. dadkan waa dad masaakiina. gabadhan aan wax u qabanno, waxaan niri 100 kuna ku filan. gabadhan hindhaha waa loo fiiqay, hal ilaa loo fiiqay, hal ilaa u hartay. isha labaadna waxaa loo fiiqaya Ramadaanka markuu uu dhamaado. niman dhakhaatiir ayaa u soo gurmaday. dadkiina waa dad wax ma haysataa, waxba ma haystaan, waa dad masaakiina. odaygan wuxuuna yiri 16 sano meelna mishaarka ma qaadan. masaajidu fi sabilillah u joogyaa. meesha aan fadhina masaajid dhexdiisa waa gurigooda, ha u malaynina meeshaan gurigoodii maaha, waa masaajidka dhexdiisa. gurigooda jiingadaas waa malika uu kooyo mabati. gurigooda jiingadaas waa waad aragtaan faqrinimada meesha ka muuqato walaalayaal. jiingadaas ay ku hoydaan, waxaana ma haystaan. gabadhan waxaan niri 100 kun haddii loo helo oo hindhahana loo fiiqo, sababtoo qarashka hindhaha nin baa qaatay. qarashka hindhaha haddii aan ka bixinno aan niraahno 100 kun faraha laga saaro, kol ay hudhayna meel ay ku daadsato, kol ay loosna ay meel ku daadsato, ama dhar wax ama raashinna meel ku daadsato oo wadada ay wax ku gadato. walaal gabadhan aan soo caawinno 100 kun
hal qofa ilaaha dirsi ula bixi karo ama laba qofa isku darsan karto ama shan qof lix qofa isku darsan karto ilaaha dirsi u caawino waa sadaqatul jaariya waa qof muslim oo dhibaatada aad ka qaaday waa qof muslim maanta hadaad ka farxist adna ilaah wuu ka farxinayaa maalin aan maanta aheena u baxsan doona walaalayaal ilaahay aan wax geysano dadka masaakiinta gabadhan aan garab u noqono waa dad walaalkeena waa ummad Soomaaliya dadkan aan garab siino waa la waa dareemi kartaa culayska qof gabar lagu soo tuuray marka ay fiiwadna laga qabay marka ay xanuunstayna lagu soo tuuray annagoo idil waalidiinaan nahay walaalayaal gabdhaan dhalnay wiilaan dhalnay waa aragtaan dhibaatada gabdhaha muslimiinta loo geysanayo nin qaraaba lagu daray marka ay xanuunstayn uu ka cararay canugii ay dhashay xataa uu ka qaatay walaal dhibaatadaas waa u jeedaan dadkan masaakiin waay ilaaha dirsa ula bixi jirteen haddana gabadhan iyo qoyskan ilaaha dirsa oo caawino sadaqo barakallahu fiikum wixii aad la baxdeen hoorsa akhrisan la idinka dhigo wixii aad la artaan Allah idin barakeeyo cimrigiina Allah barakeeyo xooliin Allah barakeeyo awlaadiina Allah barakeeyo waalidiinta inuu lidin hadaan inta Allah naxariisto muslimiinta ku buka Allah caafiyo ku caafad qana Allah sadaqo barakallahu fiikum aan leeyahay intaasan ku soo gabagabeynaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن كور سجينا ولا اليال السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kama vile mmesikia kwamba tumekuja hapa kwa ndugu yetu, ni Muislamu, ni ndugu yetu, na huyu msichana ni mtoto kama ule mtoto wako ako nyumbani. Hata wewe mtoto wako ambaye unaona na unaangalia kama mtoto wako pia anaweza kupata mtihani kama hii, akawa hana macho, haoni, ikakuwa ni mtihani mkubwa sana. So kwa hivyo ningesema saa hii najua ni siku za mwisho 10 za Ramadhani, watu wengi huwa ndio wanatoa zaka. Wallahi kama uko na zaka, patia hii familia waweze kuangalia watoto. Msikia mzee ni mlemavu, msichana ndio huo ngozi imetoka na macho moja ndio imefunguliwa juzi. Tena ni Muislamu mmoja amejitolea, Waislamu wamejitolea wakaenda kumtibu. Na wameenda kumtibu hospitali ambayo ni hospitali mzuri. Na wamejitolea kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na nyinyi jitoleeni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saidia hii familia, kama ni zaka mko naye, ule ako na zaka, wapatie hao zaka. Wallahi hiyo zaka ukiwapatia alafu waweze kutoka hali hii kwenda hali nyingine, wallahi utaipata mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu atakujengea nyumba katika janna. Kwa hivyo Waislamu tujitoleeni, na hiyo hata tumeitisha hiyo ni jaribuni sana. Hiyo Waislamu 10, kila Muislamu akitoa 10 itafika. Ama Waislamu 5 watoe kila mtu shilingi 20,000 itafika 100,000. Alafu tukuje tuwaletee hapa, alafu tutaonyesha kama tumeshafikisha. So kwa hivyo Waislamu tungeomba tu kwa unyenyekevu, na hii siku 10 kwanza, hii siku naambia hizi siku ukifanya heri, hii siku 10 za mwisho zina heri kubwa sana. Tukingojea kutafuta Lailatul Qadri, unaonaje umemtoa ndugu yako Muislamu from one situation to another? Unaonaje mbele ya Mwenyezi Mungu? Uko na thawabu gani? Hii sadaka tujaria, ambayo sadaka ni ya kukumbukwa mpaka utakapotoka katika hii dunia. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahim, alhamdulillah. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehema na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai tukawa miongoni mwa viumbe ambao wako hai. Na pili tunamuomba Mwenyezi Mungu akubalie saumu zetu. Tuko katika 10 la mwisho la Ramadhani. Ramadhani ndio hivyo inaondoka, na yeyote ambaye amepatwa na hii Ramadhani na hajachuma katika hii Ramadhani, maana yake hajafanya khairi, basi amepata hasara. So wale ambao walikuwa bado hawajafanya khairi waendelee kufanya khairi, kwa sababu bado Ramadhani haijaisha. Kuna hizi 10 za mwisho ndio tunamalizia. So muda umo wa kufanya khairi, kutoa sadaka, kufanya khairi ni nyingi mno katika hii mwezi, kusimama ya itikafu, yote hii ni khairi. So kama uko na hiyo uwezo, jaribu kufanya, kwa sababu haujui kama Ramadhani ijayo tutafikishiwa. So mimi naitwa Salim, sijui wewe wanakuitaje? Mimi naitwa Daudi. Daud, asante sana. Wewe Muislamu, Mkristo? Mimi dini yangu ni mfasi wa Kristo. Mfasi wa Kristo. Dini yako sio Mkristo, ni mfasi wa Kristo? Mimi mfasi wa Kristo. Ndio nauliza dini yako gani? Dini yangu gani?
Mkristo. Oh, dini yako Mkristo. So Ukristo ndio dini yako? Mi Mkristo. Si ndio hiyo sasa, ndio Ukristo ndio dini yako. Kristo. Sisi ni wafuasi wa Kristo. Hata sisi ni wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini tuna dini yetu. Kwa mfano Qur'ani 3:31. Tuanze hapo ni kuonyeshe vitu ambazo hujaiona tangu uzaliwe. 3:31 Qur'ani. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza kitu gani? Sikiza habari. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu, kama sisi tunampenda Mwenyezi Mungu, basi nifuateni, basi tumfuate Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sisi ni wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malizia hapo. Mwenyezi Mungu atakupendeni, atakukufirieni madhambi yenu. Hapo Mwenyezi Mungu atatupenda, kisha Mwenyezi Mungu atatugufiria madhambi yetu, maana yake atatusamehe. Ndio nikakwambia vitu mpya hivyo haujaviona. Sasa maana ya dini ni nini kwanza? Maana ya dini ni gani? 626 Qur'ani. Maana ya dini ni Uislamu. 626 Qur'ani. Sikiza vitu baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na hii dini ya Uislamu, na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. So, Uislamu ndio dini, tena ndio njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyooka. Alhamdulillah kwa neema ya Uislamu. So maana ya dini lazima iwe ndio Uislamu ambao ni njia ya Mwenyezi Mungu. Sasa ni njia, si ndio? Uislamu ndio dini, alafu ndio njia ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu hakujapatikana dini nyingine apart from Islam. Hai, kwani hebu nipatie hapo Ayubu 4:6 kwanza tu. Ayubu 4:6. Sikiza hizo nyanja pia. Ayubu 4:6 anataka. Inasema kwenye kuandika, je, dini yako sio matarajio yako? Na matumaini yako si huo uelekevu wa njia zako? Niendelee. Sasa tunaona dia ni njini hapa Haijasema dini ni njia, hapana kabisa. Rudia hiyo andiko pole. Nimesema dini ni matarajio yako. Je, dini yako sio matarajio yako? Sikiza, dini yako sio matarajio yako, maana yake ndio matarajio unayotarajia katika dini. Na matumaini yako si huo uelekevu wa njia zako? Tena sio njia yako, njia zako. Sio huo matumaini yako, sio huo uelekevu wa njia zako, maana yake njia nyingi. So dini hapa haijasema ni njia, hapana. Katika Qur'ani ndio imesema na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyoka. So Uislamu ndio njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka. Injika swali. Viachane na hiyo tena. Endelea. Leta hiyo 3:31 umesoma sasa. 3? Hiyo 3:31 ndio umesoma? Hapana, mimi nimesoma Qur'ani 6:126. Hiyo. Usije ukachanganyikiwa mapema. Mimi nimesoma 6:126 Qur'an. Tunarudia tena. Hebu mrudie tena, imetulia vizuri. Na hii dini ya Uislamu. Sikiza, na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Sikiza, na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. So Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Sasa kule zimesema njia nyingi. Kule nyingi. Sikia swali, huyu Mola anafuata Uislamu ama yeye ni Muislamu? Nani huyo? Tunasikia hiyo dini ya Uislamu ni njia ya Mola. Ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Anapitia njia ya Uislamu. Nani sasa? Huyo Mola. Sisi wanadamu ndio tunakuwa Waislamu. Qur'ani 5:3. Sisi wanadamu ndio Mwenyezi Mungu ametuwekea hiyo njia ya Uislamu. Maana sisi ndio tunafuata sheria. Hizo sheria alizoziweka ni yeye Mwenyezi Mungu. Maana yeye ako juu ya kila kitu. Sasa sisi tuko chini ya sheria ya Mwenyezi Mungu, ndio tunafuata. Sikiza habari inasemaje? Kwa jina Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Leo nimekukamilishieni dini yenu. Tena sikiza, Mungu anasema leo nimekukamilishieni dini yenu, kwa sababu sisi ndio tunaofuata hiyo dini. Mungu ndio ametuwekea sheria na akatupa hiyo dini. Malizia. Na kukutimizieni neema yangu. Na tena Mungu ametutimizia neema zake. Alhamdulillah. Na nimekupendeleeni. Na Mwenyezi Mungu ametupendelea sisi
Uislamu uwe dini yenu. Yani Uislamu uwe dini yetu, na ndio unaona sisi ni Waislamu, alhamdulillah, tunashukuru Mungu. Sasa Mungu amependelea nyinyi mko Waislamu. Mungu ametupendelea tu ambaye ni njia yake. Ambayo ni njia ya Mwenyezi Mungu ametupendelea. Uislamu ni njia ya Mwenyezi Mungu, inamaanisha nini? Yani kwa maana yake imetoka kwa Mungu, haijatoka kwa binadamu yoyote. Mungu anafuata njia ya Uislamu. Hapana, Mungu ndo ametuwekea hiyo njia, ndio tumfikie yeye. Hivyo mbona hujaelewa? Yani Mungu ndo ametuwekea hiyo njia, ndio sisi tumfikie Mungu, akatueleza njia yake ambayo anataka tufuate ni hii ya Uislamu. Ndio sheria aliyotuwekea na kila kitu. Nisomee mbili hapo ya Qur'ani hiyo. Qur'ani mbili ngapi? Sura Bakara mbili ngapi? Hebu angalia 36. 2:36. Sura Bakara usikiza hizo nyanja namna zinavyoteremka. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi na mwenye kurehemu. 2:36. Basi alipomzaa alisema, Mola wangu nimezaa mwanamke. Hii ni mambo ya Maryam binti Imran, inazungumziwa mamake wakati alitoa nadhiri. Sasa sijui andiko linakupotea, wala usije ukawa na wasiwasi. Imekupotea kiasi, usiwe na wasiwasi, lete swali nyingine. Sawa, hebu tuende tusome Biblia sasa. Tufunge Qur'ani. Okay. Biblia ngapi baba, ndio uinjike swali? Nisomee 4:15 waraka wa kwanza wa Yohana. 4:15 waraka wa kwanza wa Yohana. 4:15 waraka wa kwanza wa Yohana. Ndio uinjike swali lako. 4:15. 4:15 waraka wa kwanza wa Yohana. Inasema kitu gani? Kila akirie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu kaa ndani yake, naye ndani ya Mungu. Nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi, na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akaaye katika upendo hukaa ndani ya Mungu, na Mungu hukaa ndani yake. Sasa unasikia inasema anayemwamini Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu anakaa ndani yake. Usipomwamini Yesu wewe si mwana wa Mungu, Mungu akai ndani yako. Unaona? Nyinyi muamini Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa inamaanisha nyinyi Mungu hayuko ndani yenu. Unaona? Sasa nyinyi mnafuata njia mbaya. Lazima muamini mwana ndio Mungu akue ndani yako. Sina wasiwasi. Hakuna wasiwasi. Ndio nataka nije nikielewa. Hivi Ibrahimu aliamini Yesu ni mwana wa Mungu ndio Mungu akakaa ndani ya Ibrahimu? Ibrahimu aliamini Yesu ni mwana wa Mungu? Ibrahimu alimuona Yesu. Sijauliza kuona, nauliza wakati wa Nabii Ibrahimu. Nipatie andiko Ibrahimu alimwamini Yesu wakati wa Ibrahimu, sio wakati huu. Nipatie kwa sababu maandiko ya Ibrahimu iko mwanzo ngapi? Tuone Ibrahimu alimwamini Yesu. Si tunasoma Biblia ama ndio niambie mahali pa kusoma? Nionyeshe basi Ibrahimu alimwamini Yesu kuwa ni mwana wa Mungu. Nipatie. Mbona vitu viepesi? Uliza swali, unauliza aje? Nimeuliza hivi, kitu kidogo. Wewe umetuambia lazima uamini Yesu ni mwana wa Mungu ndio upate uzima wa nini? Nimesema hebu rudia andiko. Rudia. Sije ukakosa kunini. Mrudie pole. 4:15. 4:15 narudia tena. Inasema hivi, kila akirie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake, naye ndani ya Mungu. Unaona? Ukikiri Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu anakaa ndani yako, na Mungu anakaa ndani yako na wewe ndani ya Mungu. Unaona? Hivyo ndio hiyo andiko inasema. Haya, na mimi nimeuliza tu kitu kidogo ili tuende tukielewana. Kuna mahali Mariamu alikiri Yesu ni mwana wa Mungu ndio Mungu akakaa ndani ya Mariamu. Tuanze na Mariamu hata tusiende kwa Ibrahimu. Kuna andiko yote Mariamu alikiri Yesu ni mwana wa Mungu? Manake Mariamu ndio alibeba Yesu. Kuna mahali Mariamu alikiri Yesu mwana wa Mungu ndio Mungu akakaa ndani ya Mariamu? Manake lazima utupe mfano 2-3 watu waliokiri na Mungu akakaa ndani yao. Sasa swali ndogo tu, Mariamu aliyemzaa Yesu, kuna wakati hata mmoja alikiri Yesu ni mwana wa Mungu? Hii ilikuja na injili ya Yesu. Unaona? Yesu ndio, hii ni injili. Wakati wa Mariamu yeye alikuwa anafuata zile inaitwa nini, laws. Unaona hiyo? Ngoja. So Mariamu hakukiri kuwa Yesu ni mwana wa nani? Si hivyo.
Kuna mahali Mariamu amewahi kiri Yesu ni mwana wa Mungu? Kila nabii alipewa kitabu, si ndio? Sijauliza nabii, nauliza tu shote ni clear. Nakwambia kila nabii alipewa ujumbe ambao inafaa ifikie watu. Sawa. Sasa Yesu alipewa akaambia watu yeye ni mwana wa Mungu. Asanti. Mariamu mamake aliyemzaa alipata hii habari? Kama sasa unakwambia wewe unasikia aje? Yesu alikuja na Injili. Nauliza hivi, wewe umeniambia Yesu alikuja na Injili na Yesu amezaliwa na Mariamu. Swali nauliza, Mariamu alipata hizi habari za Yesu kuwa Yesu ni mwana wa Mungu wakati Mariamu ndiye amemzaa Yesu? Je, ama Mariamu amekufa hali ya kuwa hana habari kama huyu mtoto ni wa Mungu? Ndio swali ndogo. Hii swali yako ni kama kuuliza iko wapi mtu alitoa shahada kwa Qur'ani akaslimu akasema Muhammad la ila la Muhammad Rasulullah. Hiyo ukitaka nitakuja huko nitakupatia, wala usiwe na wasiwasi. Unajua usichanganye vitu mbili tofauti. Wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maswahaba wamesilimu, wametamka kilima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Iko katika hadithi, kwa sababu Qur'ani ni maneno, tukio linalotukiwa malaika Jibril anatelemsha ujumbe, lakini matukio yaliyotukia pale kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamenakiliwa katika vitabu vya hadithi. Iko nitakupatia, swahaba huyu alitoa shahada, swahaba huyu alitoa shahada, hata Omar amekuja akatamka la ilaha illa Allah. Na nipate vizuri. Tunataka unaona ukisoma sasa kabla hujaruka, manake sasa unataka uruke uende kwingine. Nauliza ndogo tu hii ya Mariamu. Hii ya Mariamu imo ama haimo? Ndio ninakwambia, unaona hata hujatoa haya kusupport hiyo katika Qur'an. Kwa maana inamaanisha ni kitu ngumu kupata. Kuna vitu ni ukweli, twende kwa sasa. Wewe sasa unaanza kudoji maswali na ninaenda kwa maswali mengine. Unajua kwa nini? Wewe umekuja ukatuambia kila mtu atakayekiri Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake. Swali yangu nikawa ndogo, hivi Mariamu aliyemzaa amewahi siku moja kukiri huyu mtoto niliyezaa ni wa Mungu, ndio Mungu akae ndani ya Mariamu? Ndio nilikuwa nataka nijue. Acha turudie mara ya mwisho, naona maswali hauna, ndio sasa unadoji katika ile swali moja. Soma hiyo swali moja. Kila akirie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Kila akirie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Si kila akirie, hebu rudia. Kila akirie, kila anayekiri ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu kaa ndani yake, naye ndani ya Mungu. Asanti. So kila akirie kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake. Asanti. Kuna mahali popote Mariamu alikiri Yesu mwana wa Mungu? Sasa nakuambia aje hivi, unasikia? Hii ni kama kuuliza hivyo venye umeuliza. Nimekuuliza kuna Asante. Hebu tupatie watu wangapi katika Biblia walikuwa na Yesu, waliokiri Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu akakaa ndani yao? Ushahidi uko wapi? Hebu tupatie kwa mfano watu wangapi waliokiri wakati Yesu yuko hai, wakakiri hiyo neno kisha Mungu akakaa ndani yao. Kwa mfano fulani alikiri, Mungu akakaa ndani yake. Gani hiyo? 16:7 Yohana. Unaingia huko. Yohana? Mathayo. Mathayo. Huko kiingia ni kubaya huko. Mathayo 16. Wewe unaingia kwenye anzia 16 hadi 17. Unaongeza kwenye mkenge na unaingia. Safiri hiyo nyanja. 16. 16 ngapi umesema? 16 hadi 17. Simon Petro akajibu akasema, wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simon Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hivi, bali baba yangu aliye mbinguni. Nami na mpaka hapo mpaka hapo. Wapi Mungu alikaa ndani yake? Unauliza hapo nani? Petero anasema Yesu ni mwana wa Mungu. Wapi Mungu sasa kakaa ndani? Sasa wapi Mungu kakaa ndani yake? Kwa sababu amekiri, si ni kweli? Sasa ukikiri venye huyu anasema, huyo Yohana amekiri, si huyo ashakiri. Sasa Mungu anakaa ndani yake. Sasa Mungu ako ndani ya nani? Ya Petero. Teremka hapo chini 23 tuone huyo. Akageuka akamwambia Petero, ala huyo ni hapo chini. Kumbe Mungu akiingia ndani ya Petero ambao ni Mungu wenu wa Kristo, Yesu anamwambia akageuka akamwambia Petero, nenda nyuma yangu. Yesu aliwakataza wasifanyeje? Wasimuite mwana wa Mungu, lakini si wasimuite, wasimudhihiri. Si ndio wanamuidhirisha wazi, unaona? Kudhihirisha wazi
Yesu anawaambia msinidhihirishe mimi ni mwana wa Mungu. So kudhihirisha ni kuweka wazi, lakini wao katika imani zao wasipoweka wazi, wakiamini Yesu mwana wa Mungu, Mungu atakaa ndani ya hama pepo acha. Acha hebu nisomee 13:16 Yohana. 13:16 Yohana. Ndio tuende kwa swali nyingine. Maana huyu anaruka bure. Asa jua ndugu zake majini wachafu, anajaribu kuruka. Haya. Sikia hiyo wazo. 13:16 Yohana. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Samahani. Kwa nimeenda mbali huko kwa daktari huko. 13:16. Amin nawaambia ninyi, mtumwa si mkuu kuliko bwana wake, wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. Mkiyajua hayo, heri ninyi mkiape. Ngapi? 13. Nimesema 3:16. 3:16. Maana jinsi hii. Huko. Ama Yohana. Acha asome, si mimi nasema. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ndio hiyo, ni kwa kila mtu. Si kwa mapepo. Kwa kila mtu. Kila mtu amwaminie. Unaona? Maana jinsi hii Mungu anamtoa kwanza mwanae pekee, ili kila mtu, si kwa mapepo. Wewe hujajua 28:18 Mathayo. Wewe unajaribu kuruka mapepo vipi wewe? Huwezi ruka. Utaruka namna gani? Wewe na ndio unaona lazima muwe na majini mle. Pepo toka in the name of Jesus. Hawatoki kwa sababu nao imani yao moja na nyinyi. Hakuna majini ni wa Kristo. Yesu Waislamu si wa Kristo. Giza habari. Yesu akaja kwao. Akasema nao. Akawaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkawabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha yote ni 20 ngapi? 16:15 kama sijakosea. Kila kiumbe 16:15. Haya inanitoka. Mkakihubirie kila kiumbe. Mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Mahali kwa 15:16. 15:16. Haiwezi nitoka hivi hivi. 15:16. Ama 16:15. Inasema tuanzie 15. Akawaambia nendeni ulimwenguni mwote. Angalia hapa, usijifanye uone. Mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Kila kiumbe. Ngoja wewe. So hii maneno ambayo Yesu anasema inafaa ikahubiriwa kwa kila kiumbe ulimwenguni. Asanti. Nyoka ni kiumbe? Ni kiumbe. Jini ni kiumbe? Ni kiumbe. Asanti. So jini anahubiriwa ambiwe Yesu ni nani? Wamesema ulimwenguni. Kwani jini hawako ulimwenguni? Wewe unaweza toa wapi jini? Kwani wale mnatoanga? Ngoja kwanza. Ngoja wewe usije ukatuchanganya hapa. Tulia. Wale mnatoanga kanisani wanakuanga ulimwenguni ama wanakuanga mbinguni? Wewe umeshaiwaona? Mimi sijaona, nyinyi ndio mnasemanga pepo toka in the name of Jesus. Ama inakuanga story ya jaba? Sasa utahubiriaje kwa kitu hujaiona? Mimi sijaona, ndio nawauliza nyie wa Kristo. Kila Sunday mnasema pepo toka in the name of Jesus. Garagaza, ndakuchoma pepo. Garagaza, piga nduru. Tunaona tu katika jina la Yesu. Tunaona mpaka kwa TV. Hawa pepo mnawatoa hawa majini. Wako duniani au wako mbinguni? Na ni mapepo. Mapepo wana ulimwengu wao, unaona? Kumbe hii inakuanga ni story ya jaba kwa sababu wako ulimwengu wao. Hawako wapi? Ati? So hao mnaotoa kanisani wanga ni story ya jaba kwa sababu majini mimi siwezi kuelezea mali wako. Asante, ni sawa muelewa. Ni sawa muelewa. Asa ruka. Ni kweli. So ukiona pastor kanisani anasema pepo toka kwa huyu mtu in the name of Jesus. Hiyo ni story ya jaba kwa sababu kaka anatuambia mapepo hawako hapa. Unaona So Wakristo mimi nawapenda kwa sababu akienda aone ukingoni amefika, anajaribu kutafuta njia. Msa kuelewa wala sina tatizo wala upigi chenge, umesema ukweli. So wale wachungaji kuanzia leo waambiwe waache kupigisha watu story za jaba, kwa sababu kaka anasema majini hawamo hapa duniani. So ukiona mtu kanisani pepo toka in the name of Jesus, maana yake kafanya jaba. Acha arudie, wewe Arudia tuingie swali lingine.
mwingine hapa maana muda unakimbia. 16 15. 16:15 inasema akawaambia. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote. Enendeni ulimwenguni mote. Mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Kila kiumbe. Ukisikia kila kiumbe, hii mbuzi ni kiumbe. Zote. Hizi ni kiumbe. Hivyo. Jini ni kiumbe. Sasa ndio nikauliza tu hapa kwa jini. Manake ndio niliona kwa Biblia majini anaamini Yesu mwana wa Mungu. Sawa? Lakini walikataa. Hata shetani mwenyewe anaamini Yesu mwana wa Mungu, lakini hakukatazwa na Yesu. Sasa wapi? Shetani anamwambia kama wewe ndio mwana wa Mungu, geuza haya mawe yawe mikate. Yesu hakumwambia mimi sio yeye. So shetani naye imani yake ni ile tu moja. Alimwambia kama, unasikia? Kama. Unajua ukiambiwa kama. Nikisema kama mbona hakupinga? Si alikuwa kwa majaribu. Lazima. So akiwa kwa majaribu Unataka aje? Nakwambia. Nauliza hivi, ngoja twende polepole ndio niende kwa swali lingine. Shetani alipata au alianguka kuwa wewe kama ni mwana wa Mungu? Alipata, ni kweli huyu mwana wa Mungu? Shetani. Yesu ni mwana wa Mungu. So shetani Shetani hakukuwa shua. Na mapepo wachafu ambao wanasema wewe ni mwana wa Mungu, ngoja wako shua? Au wakusema kama, au walisema wewe ni mwana wa Mungu. Wako shua wako shua. Lakini Yesu aliwakataza. Kabisa, wako shua. Tunakuja kwa Yesu. Wako shua mapepo wachafu? Walisema sawa. Asante. Na ukisema sawa, tayari Mungu anakaa ndani ya si kwa mapepo. Hiyo ndio nimekataa. Utalete hiyo sio kwa mapepo. Haya, karibu brother. Kwa mapepo anakaa kwao peke yao. Haya, wanakuita nani? Chris. Mimi naitwa Salim, Muislamu. Wewe Chris dini gani? Kristo. Mkristo? Wa ukweli? Yaani kabisa? Yaani. Weka swali. Swali langu ni kwamba nimesikia swali likiwatatisa hapa ya kwamba hiyo swali tumemalizana na kaka. Ni wewe ulete swali yako iliyokuamsha. Swali lililoniamsha nauliza hivi. Mama akibeba mimba anajua baba ule mtoto ama ajui? Mama anajua. Mbona mama akose kujua? Kuna maana aenda akisema huyu ni mtoto wa John kwa kila mtu anafaa kusema kwa sababu asiposema tutasema ule ni mtoto wa zinaa na atakosa urithi. Na hata yeye atakosa urithi yule mtoto, na hiyo ni kuwekea mtoto block, ni makosa. Mama anafaa kuambia mtoto babako fulani ili urithi ikija mtoto apate urithi kwa babake. Lakini mama akizaa watoto anawaachilia huku mtaani hawana baba, wanapata shida wale watoto. Manake hawataenda kurithi tena kwa niko yao, itakuwa ni ngumu. Ndio maana watu wanakuwa na mababa. Na ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema itanisheni watoto na baba zao. Yaani mtoto anaitwa Salim wa fulani. Kama mimi naitwa Salim Ngugi Wanyoike. Sasa ukisikia Wanyoike unajua Wanyoike ndio babangu. So nikienda hata kukirem chochote inajulikana ni kweli huyu ni mtoto wake. Si alikuwa anaitwa fulani wa fulani. Tuelewe swali. Naomba tuelewe swali. Mama ya saa mtoto ajua huyu mtoto ni wa John. Kuna maana yeye kuja hapa akitembea kila mahali akisema mtoto wangu ni Mark na ni wa John. Mtoto wangu ni Mark. Si ajua yeye ni mtoto amezaa mtoto na John. Ni vizuri, lakini akisikia labda watu wako hapa wamekaa wanasema ule mtoto ni wa Kamau, ana haki ya kuja kuambia ule mtoto sio wa Kamau, ni wa John. Hiyo ni haki yake. Kwa mfano nyinyi venye mnakuja mnawekelea Yesu kuwa ni mtoto wa Mungu, Mariamu ana haki yake ya kusema huyu mtoto ni wa fulani. Hiyo ni dharura. Hiyo ni dharura kwa sababu nyinyi mnamsengenya, mnaweka mambo ambayo hayamo yatalete kesi. Nisomee John 17:3 kuendelea. 17:3 ndio uweke swali. Yohana. Mbona maswali yako mazuri? 17:3 Yohana mtakatifu kwenye kuandika. Ndasoma kama ilivyoandikwa. Na uzima milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Endelea. Mimi nimekutukuza duniani hadi nimeimaliza kazi ile uliyonipa nifanye. Na sasa Baba, unitukuze nami pamoja nawe kwa utukufu ule niliyokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Jina lako nimwadhirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu huu, ya kuwa walikuwa wako ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Sasa wamejua ya kuwa yote ulionipa yatoka kwako. Mpaka hapo? Okay. Sasa swali langu ni kwamba amesema baba. Je, wewe waweza kuita mtu baba usiyemfahamu? Ndio swali yako. Ndio hilo.
Ala, mbona hapa Kenya tunaita watu baba tu wanaitwa? Huyo hawa ni baba ulimwengu. Tunaole baba ulimwengu, biological father na spiritual father. Amesema baba. Sasa uliniipa hawa. Swali yako gani hasa? Swali langu ni kwamba mnatatanisha sana kusema wapi kumesemekana Yesu ni mwana wa Mungu. Na ile hali pale unasikia mwenyewe amesema baba. Ulinituma ulimwenguni. So wakimuita baba shida iko wapi haswa kwa? Unataka kusema hata baba sisi ni watoto wake. Lakini sasa huyu tunamuita baba. Mgani? Achana na huyo ulimwengu, hizo ni stori za jamba. Tukuje sasa spiritual father aliyeumba mbingu akaumba nchi, akaumba mwanadamu na viumbe vyote. Ni Mungu, si ndio? Ambaye ni baba. Na Yesu mwenyewe anamkiri ya kwamba baba ulinituma kwao na nimetimiza yale ulionituma. Ya kuaje mnatatanisha swali hivi? Kuna mahali Maria alikiri kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Na hapa iko wapi Yesu mwenyewe anakiri ni mwana wa Mungu? Hajakiri ni mwana wa Mungu. Amesema baba. Kwanza katika Biblia wametumia terminology ya kumuita baba kwa kila binadamu katika Biblia ambao ni makosa. 23:9 kitabu cha Mathayo. Wacha Yesu anakuambia hata usiite mtu mwingine baba hapa duniani. Maana yake baba yenu ni mmoja. Sasa wewe ukimuita Mungu baba, wewe pia utakuwa mtoto wa Mungu, na tuko na wewe hapa Ruben. Sikiza 23:9. Wewe kwa sababu namuita Pope Baba Mtakatifu naye ni mtoto wake Kama maandiko. Inasema wala msimuite mtu baba duniani. Angalia, Yesu anasema wala msimuite mtu baba duniani. Kwa nini? Wala msimuite mtu baba duniani. Mama baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Ala. Correct. Asante. Ndio natenda pole. Ngoja kidogo. So wewe unamuita Mungu nani? Baba. Yesu anamuita Mungu nani? Baba. So wewe na Yesu mko kitu moja. Wewe ni kiumbe cha nani? Cha Mungu. Na Yesu kiumbe cha nani? Cha Mungu. Asante, karibu sana. Swali nyingine leta. Swali la nyingine ndio hili. Unajua nilikuwa nadhani kuna utofauti. Kumbe Biblia wewe unaita Mungu na ndio ukaletewa 6:9. Nanyi salini hivi, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. So hata wewe unaambiwa katika Biblia uite Mungu baba. Na ndio unaona katika Uislamu imewekwa X, hatumuiti baba. Tunamuita Mwenyezi Mungu aliyeumba Allah. Kwa sababu ukiingiza hizi sifa za baba, wewe unamuita baba, Yesu anamuita baba, so nyote mko group moja, hamna tofauti, nyote viumbe vya Mungu. So ni sifa ambayo iliwekwa katika Biblia. Na nyinyi Waislamu mwakubaliana na maneno ya Nabii Isa huyo Yesu ama la? Kukubaliana nayo namna gani? Yale anayewafundisha kwa Kristo. Yesu hajaifundisha wa Kristo. Yesu alikuwa anatufundisha sisi Waislamu. Tunakubaliana na alikuwa ni Muislamu ndugu yetu. Utamsingiziaje tena mambo ya Ukristo? Umeleta swali ambalo niliwacha kule nyuma, bali mlisema Yesu hakuenda katika hekalu, si ndio? Wakati huo hakukuwa na kanisa. Naomba msomee Marko 11:15. Ndio uende swali lingine. So hii umeliweka pembeni, usaelewa. Asante. 11:15 Marko. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Wakafika Yerusalemu, naye akaingia ndani ya hekalu. Akaanza kuwafukuza wale waliokuwa kiuza na kununua ndani ya hekalu. Akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao wauzao njiwa, wala hakuacha mtu achukue chombo kati ya hekalu. Akafundisha akasema, je, haikuandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote? Bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Wakuu wa makuhani na waandishi wakapata habari. Asante. Asante. Mulikataa kwamba hakuwa na hekalu wakati huo. Hapo tumesikia aje aliingia hekaluni akawapata kambolas wauzaji akawafukuza. Labda wewe huko ni nyumba ya sala, sio nyumba ya biashara. Labda wewe huku tusikia. Sisi hatujasema hakukuwa hekalu. Hekalu ilikuwako, na hekalu ni moja iliyojengwa na Suleimani. Sisi tulichosema wakati wa Yesu hakiku exist ni kanisa. Kanisa limekuja wakati wa Dr. Paulo. Wakati wa Yesu hakuna kanisa. Wako na nyumba mbili, wanaingia hekalu na wanaingia katika sinagogi, ambao zote zinakuja jumuiya ni msikiti. Manake hekalu ni moja iliyojengwa na Nabii Suleimani, lakini kanisa halikuwako duniani. Kanisa limeletwa na Dr. Paulo, na alilete kanisa la Roman Catholic. Hizi kanisa zingine zote ni branch za Roman Catholic. Naomba mnipe. Na ndio maana hapo amesema kwamba ndio meza na viti. Naomba mnipe ufafanuzi wa hekalu na kanisa.
tukupe ufafanuzi namna gani. Hekalu, ibada inayofanywa hekalu sio ya kanisa. 11:1 Ufunuo. Sikiza ibada za hekaluni. 11:1 Ufunuo. Mbona ibada za hekaluni ziko, na ndio unaona akaondoa viti, lakini kanisani mkarudisha viti na mkaweka meza. Sikuna meza pale, pasa anakaa akiwa kuna meza kama hoteli vizuri sana. Ama si anawekelea yangu hata tumaji hapo. Acha story mingi. Sio story, nataka tuelimishe watu. Unajua tusije tukaficha watu. Ndio kanisani si kuna meza? Hii meza iko. Alafu kuna viti Ziko. na Yesu Aliviondoa. na nyinyi mkarudi Havikuwa mahali panapohitajika. Asante. Sikiza 11:1. Nikapewa mwanzi kama fimbo. Nikapewa mwanzi kama fimbo. Na mmoja kaniambia, Inuka. inuka ukalipime hekalu la Mungu. Sikiza, inuka ukalipime hekalu la Mungu. Na madhabahu. Na hao wasujuduo humo. Na hao ambao wanaosujudu humo ndani ya hekalu. Watu wanasujudu, wanafanya ibada ya sijida, wanasujudu. Je, kanisani mnafanya hii ibada? Nyinyi mnasujudu msikitini ama hekaluni? Sisi tunasujudu msikitini, ambao pia hekalu tunasujudu, kwa sababu hekalu ni moja aliyojenga Nabii Suleimani. Tukienda pale Masjid Al-Aqsa, tunaenda zote. Tukienda Masjid Al-Aqsa iko pale Jerusalem, tunaenda tunasujudu. Tena vizuri mno pale. Hapa sasa tuseme Kenya hapa. Hapa hakuna hekalu. Hekalu ni moja tu, na hakuna sehemu nyingine kulikuwa hekalu. Hata Yesu alienda hiyo moja tu ambayo iko Jerusalem. Ya Yesu Kristo. Hiyo iko Jerusalem. Ambaye alikuwa ni muimamu pale. Ni kanisa la Mungu. Sio kanisa. Kuna sehemu yoyote ambayo inasema hekalu kanisa? Tunaiona. Wala ibada inayofanywa kanisani, kuna mahali kunasemekana hekalu kunafanywa ibada. My friend, ni language tu ndio hatuelewi labda. Lakini kanisa na hekalu hakuna tofauti. Ni language tu. Unaweza pata vocabulary kutatisa, lakini inamaanisha kitu kimoja. Sasa ulijuaje inamaanisha kitu kimoja? So, enda kwa kamusi kama uko nayo. Sina kamusi. Wewe ndio ungetuletea utuonyeshe kamusi. Kwa simu bado ni kanisa. Asante. Kuna watu wako na simu hapa. Ngoja, hakuna nini. Unajua siku hizi watu wamesoma. Pole sana kudanganya watu mchana, kwa sababu watu siku hizi wamesoma. Pole sana. Watu wamesoma. Hebu kaka tugugulie hapo, hekalu ni kanisa. Hapo siko simu hapo. Google kama hekalu ni kanisa. Unadanganya watu mchana. Waache iangaliwe hapo. Hekalu sio kanisa, wala haiwezi kuwa kanisa. Kama angalia bando Google vizuri hapo. Wewe unakuja kutudanganya mchana. Danganyi hekalu ni kanisa la Mungu. Ulijuaje ni bado ni mahali mnaenda. Unajua dini ni tofauti, si ndio? Lakini Mungu ni mmoja. Hebu nieleze, pale msikitini simwaenda kumwabudu Mwenyezi Mungu? Pale kanisani tuenda kumwabudu nani? Mwenyezi Mungu ambaye sio mmoja. Tofauti. Tofauti kabisa. Wenu ni mgani? Mungu wetu ni huyu. Qur'ani 112 anza 1. Sisi hatuabudu Mungu mmoja. Lete hiyo kwa simu. Na wewe utuguguie. Atuambia atuambia ni nini? Inasema angalia, no, a temple is generally not the same as church. Unaona? Although both are places of worship. Although both ni nini? Imesema both are. Both maana yake nini? Worship. Kwa sababu katika zote both ni zote. Kwani ngoja kwanza. Unajua both, unajua any. Wamesema both. Not any of them. Both of them. Ngoja kidogo tulia, utakuja hapa. Tulia kwanza. Mbona mnaanza kunene? Ngoja. Nikisema hivi a mosque, si mosque watu wanaabudu. So na kanisa watu wanaabudu. So both ni nyumba za nini? Za ibada. Unajua wewe umesema ngoja, both ni nyumba za nini? Both inajumuisha vitu viwili. Ndio nasema ndio nimeuliza hivi. Kwa vitatu tuseme both. Hapo tutasema any. Tunaongelea tembo. Ngoja boss. Tulia. Nataka tuende polepole. Unajua nataka nimalize. Ndio tuende nini? Tusemekana sio the same. Ngoja. They sound the same. Sasa shida yenu hamtaki kutulia. Nataka tuelewe, manake usije ukatudanganya mchana. Unajua hii uongo inafikanga mwisho. Nimeuliza hivi, mfano mdogo, nikauliza mosque watu wanaenda kufanya nini? Kuabudu. Kanisa watu wanaenda kufanya nini? Kuabudu. So both houses watu wanaenda kufanya nini? Kuabudu. Hiyo nyumba mbili ni the same.
Zina serve purpose gani? Iwe nimeuliza ni the same. Tuaenda nini huko kuabudu? Si unaona hata Mkristo anakuambia sio the same. Hiyo sasa una they serve the same. Msikiti una serve the same purpose. Shika simu. Shika simu. Shika simu. Nini iko very clear. Ngoja kidogo. Sio same na church. Ngoja kidogo. Nyumba zote zinatumika kufanya ibada. Nataka tumalize hii swali. Ngoja kidogo. Alafu mtulie. Semekana sio same. Mtulie kidogo. They serve the same. Basi sawa? Yes. Na kuna kitu inaitwa mshare, sawa? Ndivyo. Mbili si zinadunga ama zidungi? Zote ni silaha. Zote ni silaha? So the both itakuwa ni weapons. Asante, zote ni the same. Yeah, zina serve the same purpose. Wakilisema leteni ni saa kuelewa. Ni saa kuelewa. Kwa mtu muelewa ameelewa. Kwa mtu mwenye kuelewa ameelewa. So kama mshare na bunduki ni the same, ni kitu kimoja, mtu mwenye masomo asaelewa. Unajua hakuna mambo ya kuargue ambao hakuna. Je, uko na wala sina shida yote. Niambiwa kwamba imesema temple is not the same as church, na imesema although both ina nini. Tulia kwanza. Nataka nimalizane na huyu niende kwa swali lingine. Uko na swali lingine? Manake naona hiyo tutabai time hapo. Manake ni sawa unaniambia ati ndege na gari zote zinafanya transport. Tulia wewe utakuja. Mbona nidhamu hamna? Mbona nidhamu hamna? Tulia ndakupa nafasi. Mbona niko nini? Kwani nidhamu inakosa wapi? Nikikuambia ni sawa kuelewa vizuri. Kuna ndege ambao inafanya transportation kwa sababu ndege ni means of transport, na kuna reli, kuna gari pia ni means of transport. Zote zinafanya ni means of transport, lakini zote hazifanani, ni tofauti. Unanipata kazi wakisema taja vyombo vya usafiri. Hakuna shida. Naona vyombo vya usafiri. Wachana hiyo. Ni hivyo ni saa kuelewa elimu yako iko namna gani. Haya, una swali lingine? Tofauti labda ni mje? Una swali lingine? Sina swali lingine. Haya. Enda utulie basi. Unajua na niseme ndakuja hapo. Wao wanakuita nani? Mimi naitwa Boniface. Boniface. Asante. Boniface, wewe dini gani? Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo. Asante. Weka swali tulisikie. Sasa mimi siweki swali. Kama una swali, tulia. Hiyo atufanyanga ya karibu. Karibu brother. Umeona umezungumza sana, karibu brother. Kama Waislamu wanaabudu siku ya Ijumaa na Wakristo wanaabudu siku ambao ni ya leo na kesho. Sasa swali langu liko hapa. Kwa nini Waislamu wanaabudu siku ya Ijumaa? 62:9 Qur'ani. Pia Waislamu waabudu Ijumaa peke yake. Tutamfunza huyu kijana. 62:9 Qur'ani. Kwa jina Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini. Kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa. Karibia hapa ndio uone, useme hujaona. Kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu na acheni biashara. Waislamu wameamrishwa katika Qur'ani. Ikifika siku ya Ijumaa waende wakamtaje Mwenyezi Mungu. Ila hatuabudu Ijumaa peke yake, tunaabudu kila siku. 24:36 ama 22:36. Ijumaa bado tunaabudu, na tunaabudu kila siku mara 5 kwa siku. Kama leo ni Jumamosi, tunaenda mara 5 kwa siku. Sikiza habari. 24:36. Kwa jina Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Uonekane kwa kuswali nyakati 5 katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe. Na humo litajwe jina lake, yani misikiti. Sisi tunaambiwa tuonekane kwa kusali nyakati 5 katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe, na humo litajwe jina yake, yani misikiti. Tunaanza fajiri, tunakuja dhuhuri. Hata nimesikia Raila Subhanallah, sikuwa nadhani Raila kumbe anajua Uislamu hivi. Ametaja mnaswali sala 5, tena akaanza vizuri sana. Fajiri, kuna dhuhuri, kuna asri, kuna magharibi na kuna ishai. Na nipata vizuri So hii kwanza Uislamu, alhamdulillah, Kenya inaonekana Uislamu umeingia sana mpaka kwa viongozi wameujua. So tunaswali kila siku mara 5. Tulia, nataka tuende pole. Nyinyi wa Kristo mnaabudu siku gani? Sisi wa Kristo
Like mimi sasa naabudu siku ya leo Jumamosi. Jumamosi. Imeandikwa wapi? Watu waabudu Jumamosi siku ya leo. Isomea hapo katika Mwanzo 2 mstari wa 3. 2:3 iseme watu waabudu Jumamosi. 2:3 inasema, nitasoma kama ilivyoandikwa. Mungu akaibarikia siku ya saba akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kazi zake, kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Sasa nimekurudisha katika uumbaji, Mungu akastarehe siku ya ngani ya saba. Katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 8. 28. Tunataka tupate watu waabudu Jumamosi, ndio tunatafuta. Sawa, hata mimi leo natafuta kazi. Manake hapa kwa bahati mbaya tuko na watu wengi ni wa Jumapili. Sawa. Watafaidika pia hapa. Ikumbuka siku ya Sabato itakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana katika siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Mungu akaibarikia siku ya saba akaitakasa. Siku ya Sabato Mungu ameinema akaita siku ya Sabato. Hiyo ni siku ya Sabato. Tujaambiwa siungani katika Agano Kuu pia Ezekiel 20:20. Sija naona ngoja kwanza Ezekiel 20:20. Ni siku gani? Si angeniambia direct, mimi nimempeleka direct. Bwana, tuendelea bwana. Sio kwa Sabato. Tulia bro. Tulieni watu wa Jumapili pia msikie. 20:20. Siku ya Jumamosi ikitajwa hapa. Tulieni watu wa Jumapili. 20:20. Sasa mtulie hivyo hivyo. Watu wametulia wote, watu wamechukua. 20:20 inasema, vitakaseni Sabato zangu, nazo zitakuwa ishara kati ya mimi na nyinyi, maana mpata kujua kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Nilikuwa nataka kuonyesha katika Agano Kuu kuna dawai Sabato, kwa maana katika uumbaji tumeambiwa siku, tunaambiwa siku ngani. Sasa nataka kuwarudisha katika Agano ambao ni jipya. Tuone Yesu Kristo alikuwa anaabudu Sabato ama alikuwa anaabudu katika siku ambayo ni Filipi asili ambao ni Waislamu, anasema wao walikuwa wanaabudu hiyo. Tuangalie. Sijui kama umesikia swali. Swali tumeuliza kabla umalize. Acha nimalize bwana. Unajua una buy time kwa nini? Tumeuliza na utatutulia, utatunyamaza. Tulieni kidogo. Swali tumeuliza ndogo. Nyinyi wa Kristo mnaabudu siku gani? Akaniambia Jumamosi. Nikamwambia imeandikwa wapi? Sasa amesoma maandiko manne bado hajanipa Jumamosi. Tutakaa mpaka jioni. Kwani hii kitu anaficha ya nini? Si anitolee tu nitolee tu tumalize. Pumzika sasa. Ngapi? 16 mstari wa kwanza Mark. Soma. Mbona ungetoa tu direct bana, tunazunguka. Kaka tatoa Joshua bana. Watu wa Jumapili wenyewe wako na karamu hapo wanasubiri. Siku yenyewe wanaificha kama bangi. Tena. Marko 16. Niko nimeenda. Marko 16:1. Hata Sabato ilipokwisha kupita, Maria Magdalena, Maria mama Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma. Siku ya kwanza nini? Wakaenda kaburini. Sawa, the first day of the week, sawa. The first day of the week. Previous Sabato ilipokwisha, ile kwa ni siku gani? Umeelewa swali? Mimi sijauliza, tulieni, sijauliza haya maswali yote. Wewe umeniambia Waislamu wanaabudu siku gani? Nikakutolea 62:9 ina fair way. Nikakutolea Waislamu wanafanya ibada siku ya Ijumaa na nikakutolea ingine Waislamu wanafanya kila siku. Wewe ukaniambia wewe ni Mkristo lakini unaabudu Jumamosi. Mimi na humble way nikasubiri utupe andiko wa Kristo wanafaa kuabudu Jumamosi, na watu wa Jumapili wakastuka kwa sababu wao wanaenda Jumapili na wanabeba Biblia. Sasa hii umetoa maandiko sijui 6 unatuambia ilipopambazuka siku ya kwanza ya juma. Hujatuambia hiyo siku ya kwanza ya juma inaitwaje? Hiyo siku ya Jumamosi inaitwaje? Iko wapi? Wapi mnaambiwa muabudu Jumamosi? Short and clear. Short and clear. Mtu wa Jumapili atakuja. Mimi ni mtu wa Juma. Ndio nikakuuliza wewe mtu wa Juma
Jumamosi. Wapi imeandikwa uabudu Jumamosi? Sasa imekwambia mafungu. Jumamosi ni siku gani kwanza? Jumamosi ni siku ya leo Saturday. Maana ukisema Jumamosi una maana yake nini? Goja kwanza. Mimi nauliza swali tulia ili watu waelewe. Kuna andiko umetutolea watu waabudu Jumamosi, ndio tunagoja. Imeandikwa kitabu gani turudie? Sasa si nimesoma katika Marcos 16 mstari wa kwanza. 16 anza moja, rudia pole pole. Ikasema ni Jumamosi. Tulia. Oh, so ya rudia. 16:1 Marko mtakatifu. Unajua labda hata Wakristo wengine wanapata dhambi wa kwenda Jumapili, ndio nao wajifunzie hapa. Ngoja kwanza nini? Ngoja kwanza isomwe. Na Jumamosi ijao mtaungana pamoja wakipata hilo andiko. Tuongea mambo ya Wakristo. Tulia kwanza tuone hiyo Jumamosi yako. Hata Sabato ilipokwisha kupita. Tulia, twende pole pole. Hata Sabato ilipokwisha kupita. Hii Sabato siku gani? Ni siku ambayo ni Jumamosi. Wapi imeandikwa? Si uendelee bwana. Aendelea tuone kama imeandikwa hapo chini. Maria Magdalena. Mariamu Magdalena. Na Mariamu yule mama Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma. Tulia. Siku ya kwanza ya juma. Hii siku ya kwanza ya juma ni gani? Kuna mtu akona Biblia good news. So hii haina good news ndio. Tuwasoma kila Biblia. Ndio nauliza. Soma hiyo. Mjibu huyu. Ndio nauliza hii haina. Hii haina hii version nyingine, this is all Bible. Tulia. Nataka tuende pole pole. Sitakangi hizo jazba. Nataka tuende pole pole. So hizi Biblia zingine hazina. Asante sana. Ngoja kwanza. Sifanya asome bwana. Boss. Mimi ndio boss, niko juu. Sasa wacha tusome ili uniulize. Nataka kusema hizi Biblia ni. Ngoja kwanza. Karibu hapa. Anataka tu kumsomea, amesema nisome. Wacha tusome. Si ukuje hapa kidogo utusomee. Hivi wewe kwani unaogopa? Njoo hapa. Tulia, kaa hapa. Tulia kidogo. After the Sabbath. Tulia, turudi hapo, soma vizuri. Soma vizuri. After the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James and Solomon, bought spices to go and anoint the body of Jesus. Very early on Sunday morning, at sunrise, they went to the tomb. On the first day is Sunday. Tulia. Siku ya kwanza ni Sunday. Tulia, wala sina tatizo. Baada ya Sabato ambapo ni Saturday, siku ya kwanza ya Ijumaa ni Sunday. Wala sina tatizo. Soma mimi. Hakuna shida. Kuja kaa hapa. Hakuna shida. So hii Sabato wewe umelinganisha na hiyo siku ambayo imetaja ni ya Sunday, si ni kweli? Ni kweli. Sasa sikiza, ngoja kidogo, sina shida. Nataka niende pole. Unajua mimi hata sio Mkristo, ndio nakuja kwa Mkristo, si ni kweli? So wewe unapoenda kuwahubiria Wakristo, unawaambia Ukristo inafundisha Wakristo waabudu siku gani? Siku ya Jumamosi. So wale Wakristo ambao wanaabudu Sunday wamefanyaje? Hawajapotoka bado. Bas, kama hawajapotoka unawahubiria nini? Si wacha tu niendelea mama, sichamaliza statement. Unakimbilia sasa kumaliza conclusion. Ndio naanza sasa. Sasa iko hivi, kuna Wakristo wanaabudu kesho, bado hawajajua siku ya kuabudu ndio gani. Sasa mtu ambaye hajajua amepotea, hajapotea? Si hata saa hizi amejua, ambaye anajua amepotea, asiyejua hajapotea. Asante. So Wakristo unawaambia wao wanaenda kuabudu Jumamosi according na wao. Sasa Biblia imesema ni Jumamosi. Sasa ngoja kwanza kuna watu wa Jumapili hapa. Ngoja tulia. Karibu. Tulia. Ijumaa yetu iko kabisa. Tulia, ngoja kwanza. Nataka tuelewane. Sisi Ijumaa, sisi ya kwetu tusawatolea. Wala wewe na unatusumbua leo. Sijui kama tulia kidogo hapo. Kristo sijaongelea kuhusu Waislamu. Sasa unapikania sana Wakristo katika Ijumaa ambayo Jumapili. Hata nikiwa kwa Waislamu pia wao wamepotoka. Ngoja kwanza. Hakuna shida. Haya, ngoja, hakuna shida.
tupatie kwa Qur'ani mahali tunaambiwa tuabudu Jumamosi, kwa sababu sisi Waislamu kitabu chetu Qur'ani, sawa? Tupatie mahali Qur'ani nasema tuabudu Jumamosi. Shida iko wapi? Sawa. Hii Qur'an unajua sasa hii Qur'an nianza kusoma. Utakuwa na ngomvi. Sasa nataka hata si ameniambia Qur'an imeandikwa kuna tuabudu Jumamosi. Hata mimi naambia katika Qur'an maana ambapo ameandikwa katika Biblia tuabudu Ijumaa. Si nimekuambia wewe ni kama uelewi. Sisi nimekuelewa hivi, nimekueleza hivi, labda kijana kuelewa huelewi. Nimekueleza hivi, Waislamu tukienda msikitini hatutumii Biblia. Sisi kitabu chetu Qur'ani. Na uliponiuliza wapi Waislamu naambiwa muabudu Ijumaa, nimekutolea 62:9 rudia, kwa sababu kitabu chetu Qur'ani. Sisi hatusomi Biblia kwa msikiti. Sisi hatusomi Qur'ani, sisi ni Wakristo. Ndio nakuja huko kwa Wakristo sasa. Na ndio ngoja nikija kwa Wakristo ndio nataka unielezee hao Wakristo ambao wako hapa wa Jumapili ni watu wa kweli au uongo? Kwa sababu Wakristo mko sawa. Asante. So ngoja usiongee sana. Unaongea wewe ndio unaongea. Wewe si Mkristo, nyamaza. Tuone Qur'an. Haya. Sasa tulia kaka. Siendangi, hiyo inakuwa ni mchezo wa kuigiza. Tulia, hiyo ni mchezo wa kuigiza kwa sababu tuko hapa kufunza watu. Tumeuliza swali ndogo. Hao Wakristo wa Jumapili umesema wako sawa. So ukiona mtu anaenda kuabudu Jumamosi, hakuna kitu amekushinda wewe wa Jumapili, kwa sababu yeye ako sawa na wewe wa Jumapili uko sawa. So what the nini ya kufunza mtu? Unapigia debe nini? Unajua na nashangaa wewe unapigia debe nini? Kwa sababu tulia, usiongee sana kama kasuku. Unasema hivi, watu wakiabudu Jumamosi wako sawa, watu wakiabudu Jumapili wako sawa. Sasa unafundisha nini? Sikiza, hoja nielewa bado. Mimi nasema hivi, ambaye anaabudu siku ya kesho na anjui kama hiyo ndio siku ambayo si ya kuabudu, ana shida. Ambaye anajua anafahamu hiyo ndio siku ambayo ni ya kuabudu ni leo, basi yeye ndio akona shida. Ngoja kwanza. Kwani hiyo siku ya kuabudu ambayo ni ya Jumamosi inafaa iwe kwa kitabu ya Biblia, na huyu anayeabudu Jumapili anatumia Biblia ama anatumia gazeti? According to fikra zake. Mimi sio fikra zake, nauliza anatumia Biblia gazeti? Anatumia Biblia. So mtu akipinga Biblia na yeye ni Mkristo, atapata dhambi hatapata dhambi? Atapata dhambi. So Wakristo wa Jumapili wanapata dhambi? Si wote. Sikiza, jamaliza. Tunamalizia. Sasa muelewa. Sasa muelewa. Haya, nisha kuelewa. Karibia hapa, uko na swali lingine? Nisha kuelewa, uko na swali lingine? Sasa swali lingine. Si nishakuuliza hoja niambia. Sasa umeuliza nini? Swali sasa yangu. Swali gani umeuliza? Swali gani umeuliza sijakujibu? Mfahamia nyinyi wote wawili. Yeye mtu mwingine akitaka kuingililia mnakata. Kwa sasa kama wewe ndiko na wewe, tuwe na wewe. Sawa. Swali gani uko nayo? Sasa swali yangu ni wao wanaabudu Allah, si ndio? Wanaabudu Allah na pia wanaabudu Mwenyezi Mungu. Sawa? Sikiza. Waislamu wanaabudu Allah Muhammad. Na pia wanaabudu Mwenyezi Mungu. Na pia nasema Yesu Kristo ni mtume. Sasa nataka nijue Yesu Kristo au katika Qur'an. Lakini nao Allah kama Allah na Yesu Kristo ni wana wa Mungu ama ni mitume wao watu wawili. Nataka nikonfirmie katika Biblia wapi maandiko Muhammad katika Biblia. So kama ni katika Biblia sijapata, ila kwanza na kukosoa kitu moja. Allah sio Muhammad. Kuna tofauti ya Allah na Muhammad. 17:110 Qur'ani. Biblia haijaweka kila kitu. Hiyo ndio tatizo. Kama ingeweka kila kitu ungepata. Qur'ani ndio kitabu kimekusanya kila jambo. Ndio unaona kila nabii anapatikana pale kwa Qur'ani. 17:110. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, muombeeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Kuna Mwenyezi Mungu ndiye anaombwa kwa jina la Allah. Huyo ni Mungu, sio Muhammad. Muhammad haombwi, na ukiomba Muhammad unaenda motoni. Qur'ani 48:29. Muhammad ni nani? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Muhammad ni mtume wa Mungu, sio Mungu. Ni mtume wa Mwenyezi Mungu, sio Mungu. Umeelewa? Mnaabudu mtume. Huyu kaka sijui kama anatumia kidukuru ama nini. Tulia kidogo. Hii mchezo ya dini sisi hatupendi. Huyu nimemrudia na nyinyi wa Kristo shahidi, nikamwambia sisi hatuabudu Muhammad, tunamwabudu Mwenyezi Mungu anaitwa Allah, na nikamwonyesha Muhammad ni mtume wa Mungu. Tena anarudia nyinyi mnamwabudu mtume. Hii ni mchezo na ni kuonyeshana Ukristo namna mnavocheza. Mambo ya Mungu hauko serious na mambo ya Mungu. Hivi Kiswahili unashindwa kuelewa kaka?
Nimekueleza vizuri, kuna Mwenyezi Mungu, kuna Muhammad na kuna Yesu. Hawa Muhammad na Yesu hawa ni mitume, na Musa na Ibrahimu mitume. So Mungu yupo. Sawa. Asante sana. Pole sana kwa mbivyo. Sasa nataka nikuoneshe Yesu Kristo si mtume. Sasa mimi sijauliza hiyo. Sasa utanionyeshaje kitu sijauliza? Umesema mtume. Muhammad ndio mwingine Yesu Kristo. Uwezi nijibu kitu sijakuuliza. Unafaa uniambie kama niko na swali nikuulize ndio unijibu. Si unijibu vitu ambavyo sijauliza. Wewe umeona nikikujibu kitu hujaniuliza? Umeniuliza ndio nikakujibu. Mimi swali yangu kwako, kama unaweza taka nikuulize useme nikuulize, sio unijengee swali alafu ujijibie. Sasa your statement ndio nakufunga. Haya sawa. Haya sawa. Naona anatetemeka. Karibu brother, karibu brother. Anahamaki sana. Ameanza kujifunza. Hamaki sana ako nazo. Kanzu huyu atapata. Tunaona ni hamaki ako nazo. Anani? Haya kaka wanakuita nani? Naitwa Iskanda. Iskanda, asante. Iskanda Mkristo Muislamu? Mkristo. Mkristo wa Jumapili Jumamosi? Jumapili. Tumeambiwa nyinyi mmepotea. Unajua ni statement ya huyu amesema Wakristo wa Jumapili wamepotea. Alafu kwa taarifa yake, serikali ya Kenya haitambui hata Wasabato. Kwa nini? Siku ambayo serikali ya Kenya inapatiana holiday ni siku ya Jumapili. Jumamosi watu wanaenda kazi. Sasa mna kibarua nyie watu wa Jumamosi. Mna kibarua. Acha nimalizane na huyu. Leta swali. Swali langu kwenu ndugu zetu wa Islam. Ngoja kwanza, kuna watu wanalalamika ni kama hii Jumamosi inatakana ifichwe. Wanasema mtu akija kuuliza swali usimwambie mambo ya Jumamosi. Kwani Jumamosi ni haramu? Si lazima iwekwe wazi kama Waislamu wanajulikana siku zote wanaabudu. Lazima tuwaweke sawa ili wajue. Hivi utaachilia watu wapotee? Haya, lete swali. Mwacheni tu. Swali langu ningependa kujua kwa ndugu zetu wa Waislamu. Watu tulia hapo kidogo. Tengeneze mambo hapa. Hii Jumamosi inatakana ifichwe na sitarudia tena. Nimeona inalete fujo. Yaani ukiambia mtu wa Jumapili kwa nini aende Jumamosi unaambiwa, "Kwa nini unamwambia hivyo? Mwache." Kwa nini? Kwa sababu Jumamosi imeanzishwa na mwanamke akiitwa Helen G. White. Ndio inafichwa, lakini nimejua. Lete swali. Nakuleta hapa. Haya. Uliza swali. Hapa watu watulie tafadhali, watu watulie. Huyu mtume anaitwa Ibrahimu. Nabii Ibrahimu alayhi salam. Bwana maswali inauliziwa hapa. Mtu akiwa na swali atakuja hapa, msio na wasiwasi. Huyu Nabii Ibrahimu mwamtambua kuwa nabii wa Mwenyezi Mungu? Nabii Ibrahimu? Tunamtambua nabii wa Mwenyezi Mungu. Ikiwa mnamtambua, sisi katika Ukristo tunaambiwa kwamba kuna wakati alikuwa rafiki wa Mwenyezi Mungu. Kweli na kwenu? Kabisa. Huyu Nabii Ibrahimu habari zake ni nzito. Asante. Kiendelea. Akiwa na rafiki wa Mungu, kwetu katika Ukristo tunaambiwa kwamba kuna wakati Mungu kamjaribu akamtoe mwana wake kama sadaka ya kuteketeza. Huyu mwana aliyetolewa na huyu Nabii Ibrahimu kwenu ni nani? Kwetu sisi katika imani yetu unaamini alikuwa Nabii Ismaili alayhi salam. 137 Qur'ani au 37 Qur'ani. 37 Qur'ani. Kama sijaikosea. Na wewe unakuanga na maswali mengine? 37 Qur'ani. 37 Qur'ani. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sikiza vizuri Tuanzie 99 ili ijulikane ni kitu gani ambacho tunachukua. Pole ndio aelewe. Na Ibrahimu akasema, naondoka nchi hii, asante, na kwenda Shamu, nchi aliyoniamrisha Mola wangu. Ndiye atakayeniongoza na kutengenezea kila yangu. Mola wangu, nipe mtoto awe miongoni mwa watenda wema. Ndipo tukampa habari njema ya kuwa atampata mtoto mpole, na akapata, naye ndiye Nabii Ismail. Basi alipofika makamu ya kwenda na kurudi pamoja naye, alimwambia, mwanangu, hakika nimeona katika ndoto ya kwamba ninakuchinja. Tulia. So alipopata mtoto ambaye ni Nabii Ismaili, akawa wanaenda naye na wanarudi, anamueleza Nabii Ismaili, nimeona katika ndoto ya kwamba nakuchinja wewe Nabii Ismaili. Teremka. Na ndoto ya mitume ni wahi. Na ndoto ya mitume ni wahi. Basi fikiri waonaje? Anauliza mtoto wake. Basi wewe mtoto fikiria unaonaje, kwa sababu nabii akiota ndoto inakuwa ni ufunuo kwake. Malizia. Akasema, baba yangu. Ewe baba yangu. Fanya unayoamrishwa. Utanikuta insha Allah miongoni
miongoni mwa wanaosubiri. Sikiza, Nabii Ismaili akamwambia fanya hivyo, nenda tuende ukanichinje. Basi wote wawili walipojisalimisha kwa Mwenyezi Mungu, wote wawili wakajisalimisha kwa Mwenyezi Mungu, na akamlaza kifundifundi amchinje. Akamlaza huyu Ismaili kifudifudi ili amchinje. Pale pale tulimuita, ewe Ibrahimu, asante, umekwisha sadikisha ndoto, usimchinje mwanao. Kwa yakini hivi ndivyo tunavyowalipa watendao mema. Bila shaka jambo hii ni jaribio lilo dhahiri, mtihani lilo dhahiri. Basi tukamkomboa kwa mnyama wa kuchinjwa mtukufu. Tulia. Mwenyezi Mungu anasema akamkomboa huyu Ismaili kwa mnyama wa kuchinjwa. Na ndio unaona ikifika Dhulhijja sisi Waislamu huwa tunachinja, tuna idi ya kuchinja, tunakumbuka kitendo alichokitaka kukifanya Nabii Ibrahimu alayhi salam. Manake sisi ni wakaribu wa Nabii Ibrahimu alayhi salam. Alikuwa Muislamu ndugu yetu. So tunafanya ile kitendo, tunachinja. Na ukiona alama zote za Nabii Ibrahimu ziko Maka. Ndio hiyo, tunaamini hiyo kisa kilikuwa. Nashukuru sana kwa jawabu lenu, limenifurahisha. Na ningependa msomaji naye anisomee Biblia, maana mimi Mkristo. 22:2 ni Mwanzo. 22:2 Mwanzo. 22:2 Mwanzo, nitasoma kama ilivyoandikwa. Inasema, akasema mchukue mwana wako pekee mpendaye Isaka. Ngoja kidogo. Tuanze 22:1 ndio tufike hapo 2. Ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu. Akamwambia Ibrahimu, naye akasema mimi hapa. Akasema mchukue mwana wako pekee mpendaye Isaka, ukaenda zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia. Sasa swali langu liko hapo. Hiki ni kitabu ambacho sisi wa Kristo huwa tunasoma kule kanisani, nanyi mmesoma kitabu chenyu ambacho mwasoma kule msikitini. Katika hivi vitabu viwili, tuamini kitabu gani kuhusiana na hii mada ya Ibrahim kujaribiwa kwa kumtoa mwana wake? Asante. Labda tuulize swali moja ndio tujue tutaamini gani. Hapa katika Mwanzo imesema umchukue mwanao. Boss, ngoja kwanza weka kwanza. Mimi wala hata sina shida hiyo, swali nyepesi. Manake sisi tunaamini Qur'an. Sawa? Alhamdulillah, Muislamu yote duniani anaamini Qur'an. Ndio kitabu cha kweli. Lakini hichi kitabu cha Biblia kuna jambo imeweka mimi kanitia shaka. Imeambia Ibrahimu, rudia usikie vizuri hapo, anza mwanzo. Ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu. Akamwambia, Ibrahimu, akasema mimi hapa. Akasema mchukue mwanao wa pekee. Tulia sasa. Hapa ndio swali linakuja. Ukisikia nikisema chukua mtoto wako wa pekee, je, uko na mtoto mwingine? Hapo hakuna. Asante. Sasa itakuwaje Isaka awe mwana wa pekee wakati Ibrahimu firstborn yake tayari yuko ambaye anajulikana Ismaili, na mwanaume ile ndio firstborn yake, ndio mbegu yake ya kwanza alizalisha. So huwezi kumuondolea firstborn ukalete mwingine. Hata wewe ukienda uzini na msichana hapo nje ukazaa naye kisha ukaoa ukazaa na ule ulioa naye, firstborn atakuwa ni ule uliozini naye, manake ile mbegu yake utadaiwa mpaka mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa anapotumia neno pekee ndio nataka nielewe. Hivi Mungu hakujua kuna huyu mtoto mwingine aliyekuwa wa kwanza? Kwa sababu hakuambia uchukue mwana pekee wa Sara. Kama ni wa Sara mimi singekuwa na hoja. Ameambia uchukue mtoto wako Ibrahimu wa pekee. Sasa atakuwaje mtoto wa pekee wakati kuna watoto wawili? Swali yangu ndo hapo nielewe kidogo. Hilo swali lako nataka muda. Unataka muda. Maana unajua tunasaidiana, hatuko katika kukimbizana. Tumekuja hapa kujifunza. Hata mwenye bagi amekaa ndio asikize vizuri. Kuhusiana na swali lako kwamba ni kwa nini amchukue mwingine ili hali Ismail ndio mwana wake wa kwanza. Sijauliza hivyo. Nauliza neno pekee linapotumika hakuna kingine. Sasa itatumikaje pekee wakati Mungu anajua kuna Ismaili? Angemwambia uchukua mtoto wako wa pekee uliyezaa na Sara, singekuwa na swali. Lakini anaambiwa yeye mwenyewe mtoto wake wa pekee.
Sasa itakuwaje mtoto wa pekee wakati kuna mtoto mwingine na Hagai? Jawabu niko nalo, nitarudi sio wasai kwa maana muda imeisha. Ngoja. Ndani ya hii Biblia kabla tufike hapa penye huyu Ibrahimu anaambiwa amchukue mwana wake, tushasoma kitambo kidogo, ashaachana na huyu mwanamke Misri, ashaachana na yeye. Mungu amemwambia vile alivyokuamrisha Sara ufanye, fanya hivyo. Akawa ameenda, ndio akawa amebaki na Isaac kama mwanawe. Ngoja kwanza twende polepole. Unapoachana na mke wako, huwezi achana na mtoto wako abadan. Mke ndio utaachana na yeye, lakini mtoto mpaka uende kaburini atakuwa ni mtoto wako. Mke ukiachana naye, mke ataenda aolewe, lakini mtoto hawezi kwenda kuwa na baba mwingine. Akiwa na baba mwingine atakuwa na baba mlezi, sio baba mzazi, kwa sababu baba mzazi ni mmoja duniani ulioingilia ukafanya kile kitendo. So mambo ya kuachana na bibi anaweza enda akaolewa na mwingine. Mimi sina shida na bibi. Swali ni moja, tulieni. Unajua nataka tupate hii elimu kwa undani. Tupate kiini. Mkiona naingia kwa kiini mnaleta nini? Hivi wewe tulia, nataka tuende kama ni wewe vizuri. Unapokuwa labda na wake wawili, ukafukuza ule mke na akaenda na mtoto, ule mtoto anabaki ni mtoto wako. Hata ikienda koti gani duniani, mtoto unapatiwa, lakini mke anaenda kwingine. Vema. Ni kweli? Hapo iko sawa. Kwa sababu mtoto anabaki wako mpaka siku ya Kiyama. Hamna shida. Asante. Sasa mbona itumike neno mwanao pekee wakati kuna mwingine? Hiyo ndio swali. Mimi sina haja na alimfukuza ama nini. Mtoto ni wa kwake na yeye ndiye alilala na ule mama wakapata mtoto. Haina shida. Sina shida na hilo. Liko hivi. Wakati Mungu nani anauliza? Hakuna swali ya mzimu. Aliniuliza tufuate Biblia au Qur'ani. Nikamwambia tufuate Qur'ani. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani imesema mtoto wa kwanza ni Ismaili. Sasa hiyo nilijibu, ndio ikauliza kwa Biblia niko na doubt. Biblia inasema mtoto wa pekee ni Isaka. Nikauliza itakuwaje mtoto wa pili second born awe mtoto wa pekee? Ndio swali yangu ndogo. Mbona hamkuelewa muelewi? Wakati wa mazungumzo ya Mwenyezi Mungu, wakati wa mazungumzo ya Mwenyezi Mungu. Hold on. Ngojeni mazungumzo ya kando. Sijui mtoto alikuwa tunauliza watoto wa Ibrahimu. Awe amezaa na nani au nani mtoto wake wa kwanza Ibrahimu ambaye imenakiliwa anaitwa Ismaili. Ndio mtoto wa kwanza. Ndio first born. Piga ua, nyorosha, huyo ndio first born. Second born ndio anaitwa Isaka. Hiyo haiwezi enda kokote. So ule mwanaume ambaye ni Ibrahimu, mtoto wake wa pekee mimi nasema atakuwa ni Ismaili, kwa sababu ukisema ni Isaka usamuondoa Ismaili, na ukimuondoa Ismaili atakuwa ni mtoto wa nani? Wakati Ismaili hata ndio amekuja kuzika baba yake wakiwa na Isaka, kwa sababu tena wanaitwa wanawe. Hebu teremka 3 tuone naye itasema aje. Teremka. Maana mambo mepesi, nikienda na wataalamu kama hawa mambo tunaenda vizuri. Maana maswali naona mengi siku hizi. Haya teremka. Inasema alafu na hii mada ni mada nyeti. Hii mada nyeti. Ibrahimu akaondoka alfajiri akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe. Twende some. Teremka tena. Akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka kaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Siku ya 3 Ibrahimu akainua macho yake, akapaona pahali pakali mbali. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu. Na kuarudia tena. Yeye ni kijana. Huyo kijana sasa ni nani? Ameenda na vijana wawili na imesema ni Isaka kwa Biblia. Wala sina tatizo. Swali yangu tu ilikuwa pale, mbona itumike neno pekee wakati Ibrahimu tunajua ana vijana wawili? Sasa tushapata kwamba acha tumalizane naye. Sasa tushapata kwamba Isaka ndio anaenda na yeye kulingana na Biblia ambao iko na doubt. Teremka kidogo. Unajua inaingia doubt kwa nini? Ile neno waliotumia pekee. Kama wangetumia hiyo wala hata singekuwa na wasiwasi. Teremka kidogo. Teremka kidogo baba. Kama ni 5. Usikie nini hoja. Ndio siku ya 3 Ibrahimu akainua macho yake, akapaona mahali pakali mbali. Ndio nataka tumalizie kwa point. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu. Na kuarudia tena,
Basi Ibrahimu akazitoa kuni na hiyo sadaka, akamwita Isaka mwanawe, akatoa moto na kisu mkononi, wakaenda wote wawili pamoja. Isaka akasema na Ibrahimu baba yake, akinena, babangu. Naye akasema, mimi hapa. Mwanangu akasema, tazama moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Point iko wapi? Point hapo inasema kwangu mimi, wakati nateremka kwamba Isaka ndio naenda kuchinjwa kulingana na ukiteremka nayo. Hiyo ni kulingana na Biblia, na ndio nikakwambia doubt imeanza kuingilia pale walipotuzungumzia mtoto wa pekee, kwa sababu Ibrahimu alikuwa na vijana wawili wakati hiyo. Isaka akizaliwa alipata Ismaili yumo na ni kijana wa Ibrahimu. Wamepishana na miaka 14. Unanipata vizuri Ismaili amekuwa mtoto wa pekee. Alikuwa mtoto wa pekee miaka 14 akiwa wa pekee. Ndio Isaka akaja kuzaliwa. Naona wameachana na hata Ibrahimu alitairi na Ismaili. Isaka hajazaliwa. So Ibrahimu akitairi akona mtoto mmoja. So akisema na mtoto wa pekee, maana yake pekee niko na huyu mmoja. Unanipata vizuri? Ambaye alipata na bibi ule wa pili aliyemuoa. Nashukuru sana. So hii Biblia katika kuandika huwa kuna maneno, na ndio nikakwambia kitabu ambacho sisi tunaamini ni Qur'an. Unapata vizuri? Maana yake ndio kinaambiwa ni huda linasi, kimepewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazima ujue kitabu the source imetoka wapi, ndio upate story zake ziko yani ziko clear kabisa, haichanganyi. Baada vizuri ndio inaenda na msururu mzuri. Ndio unaona Qur'ani ikisema mtoto wa pekee ni Ismaili, anakuwa ni Ismaili kwa sababu wakati wa muda wa miaka 14 Ibrahimu hana mtoto mwingine. Ndio akaja akazaa Isaka. Isaka mwana wa pili wa Nabii Ibrahimu alayhi salam. Na kuna watu ambao kidogo akili zao zimechanganyikiwa, watasema ati Ibrahimu anazini. Hivi rafiki ya Mungu azini? Wewe akili yako nzuri? Rafiki ya Mungu Ibrahimu ni mtu ambaye daraja yake hata ukichanganya hawa watu wako zama hizi hawawezi fika kwota ya Nabii Ibrahimu alayhi salam. Rafiki wa Mungu, mcha Mungu, aliacha mpaka babake na mali yake kwa ajili ya Mungu akahama. Ibrahimu hawezi zini. Ibrahimu ni nabii wa Mwenyezi Mungu, alikuwa na wake zake, akazaa mtoto wa kwanza ambaye ni Ismaili, na Mungu kambariki huyu Ismaili. Mungu hawezi bariki mimba haramu. Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi hawezi bariki kitu haramu. Hata nakubaliana, hii Biblia mapema kidogo kesha taja zile baraka ambazo Mwenyezi Mungu amembariki nayo Ismaili. Na hizo na Mungu hawezi bariki. Ndio baadaye akamwachilia aende. Kabisa, lakini atabaki tu ni first born. Haina shida. Ndio baadaye mazungumzo ya Mungu na Abraham iko baina ya watu wawili, yeye na Abrahamu. Sasa unajua huyu mwingine ashaenda. Hivyo ufahamu wangu ulikuwa unaniambia Isaka ndiye aliyeenda, kwa ufahamu wako na Biblia. Lakini Biblia wanasema kuna vitu walikoroga nyingi. Dibaji tumalizie na hiyo. Hapana. Hapo sikia namaliza na hii dibaji. Kuna vitu mingi wanasema walikoroga. Hiyo kazi yenyewe haikuwa rahisi. Sikiza, wanasema hiyo kazi yenyewe ya kutafsiri hii Biblia ndio wakwambie ni Isaka na nani haikuwa rahisi. Matumizi mbalimbali yametoka katika janibu mbalimbali za nchi hii. Kwa mfano, ilikuwa hapana budi kufikiri kwamba hilo jina la Mungu katika Agano la Kale litaandikwa Jehova, Mwenyezi Mungu au Bwana Mungu. Litakapopigwa chapa kitabu cha Agano la Kale, kutakuwa na maelezo maalum juu ya neno hilo. Pia maendelezo ya majina yote ya watu, na ya mahali ilikuwa lazima yafikiriwe tena. Sasa hapa mimi ndo naingiza pointi yangu. Kama majina ya watu ilikuwa lazima yafikiriwe tena, malizia na mengine kutengenezwa na mengine yakatengenezwa. Sasa swali yangu najiuliza, lau angekuwekea ni Ismaili, wewe ungebaki Mkristo? Ndio wakatengeneza. Ndio Biblia inasema majina mengine waliyatengeneza. Sasa lau wangekuandikia Ismaili ndio ameenda kuchinjwa, wewe hivi leo ungekuwa Mkristo? Sasa lazima wakuwekee katika forum wanaotaka wewe uipite. Wao ndio wanasema majina mengine tulibadilisha, lakini muda nao umekimbia. Naambia muda umekimbia, tulia. Muda nini? Mimi nawaombeni kesho. Manake kesho Jumapili mko tu hapa nyumbani, muje vizuri tuzungumzie. Ngoja kidogo, kuna mada mbili nataka tuzungumze hapa, manake nimeona zinaleta utata sana. Tuzungumze mambo ya Ismaili na Ibrahimu na wanawe, na kisha tuzungumze mambo ya Sabato, kwa sababu hao watu wa Jumapili wanaudhika.
Watu wa Jumapili wanaudhika kila siku. Tulia. Unajua nyinyi msisindilie watu kitu. Watu wa Jumapili ndio wengi hapa wanaudhika. Mnaposema nyinyi watu unaendaga Jumapili? Ile moja tu. Ngoja, unaendaga Jumapili? Ya. Na Sabato ni siku gani? Sabato ni ile itabaki ndio tutaenda kuiabudu. Kabisa, Jumamosi. Lakini wewe unaenda Jumapili? Kumbe wewe ni mpinza? Kumbe wewe unapinga kitu unajua. Angalia Mkristo kama huyu. Kesho mapema. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.